Hali yote kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia afya njema siku ya leo na kufanya uzinduzi wetu wa uandikishaji katika kanda namba 7. Zoezi la uandikishaji kanda namba 7 kwa darasa la awali na darasa la kwanza, pia kwa uripoti wa kidato cha kwanza mwaka 2026. Lengo la uzinduzi wetu ni kuhamasisha wazazi kuandikisha watoto kuanza elimu ya darasa la awali, darasa la kwanza, pia kwa wanafunzi waliofaulu darasa la 7 kujiunga na elimu ya kidato cha kwanza. Uzinduzi wetu wa leo ulikuwa unahamasisha wazazi kuhakikisha kuwa watoto wenye umri wa miaka 5 wanaanza darasa la awali na watoto wenye miaka 6 wanaanza darasa la kwanza. Pia waliofaulu darasa la 7 wanaenda kuchukua fomu za kujiunga mapema na kidato cha kwanza. Vile vile katika uandikishaji huu, wazazi kwa darasa la awali na darasa la kwanza wasisahau kutumia vyeti vya kuzaliwa kwa watoto wao. Na uandikishaji umeshaanza tangu mwezi Oktoba. Uandikishaji umeshaanza wa darasa la kwanza na darasa la awali. Hivyo shime wazazi, shime maafisa elimu kata wenzangu wote, tujitahidi kutoa hamasa kwa wazazi ili wapeleke watoto kuanza elimu ya darasa la awali, darasa la kwanza, bila kuwasahau watoto wenye mahitaji maalum. Ina maana wale watoto wenye ulemavu, wazazi wasiwafiche ndani, wawatoe kwa ajili nao wana haki ya kupata elimu. Pia wanafunzi waliofaulu kidato cha kwanza, shime wazazi, tujitokeze kuchukua fomu za kujiunga na kidato cha kwanza ifikapo tarehe 13 Januari. Basi wanafunzi hawa wote wa kidato cha kwanza, elimu ya darasa la awali na darasa la kwanza waanze masomo bila kupoteza muda. Vile vile natoa shukrani kubwa sana kwa afisa elimu kanda namba 4 kaka yangu Yasin Mponda kwa kuja kunitia joto la uzinduzi wa hamasa hii katika kanda namba 7 akianzia Ombolo Bwawani. Siwezi kumwacha meneja wangu Mr. Nyenye kwa kunisupport na maafisa elimu kata wenzangu. Shime sote tuendelee na uzinduzi huu wa hamasa kwa wazazi ili tuweze kufikia lengo la halmashauri yetu katika zoezi zima la uripotiji wa watoto wa kidato cha kwanza, darasa la awali pamoja na darasa la kwanza. Inawezekana kufikia lengo kwa hamasa za vyombo vya habari, kutoa taarifa makanisani, kwenye mikutano na kupita kwa mabalozi wa mitaa. Baada ya kusema hayo, nawatakia heri ya Krismasi na mwaka mpya. Asanteni sana.